ilikuwa ikisema, na nalisema hili mbele yako ili take note. Kuna watu wanaosema kwamba mali za Simba zimehamishwa. Baada ya kuyasikia hayo, ni kuagiza mwanasheria wa Simba, nadhani yuko hapo, anaweza akasimama. Tumefanya official search kwa majengo yaliyo mtaa wa Msimbazi na Bunju, zote zinamilikiwa na Simba Sports Club. Yule anayesema majengo yameuzwa, Simba zimeuzwa, basi atuletee na ushahidi wa huyo aliyemuuzia, maana atakayekuwa ameuza ni yeye. Katika uendelezaji wa uwanja, na kushukuru CEO kwa taarifa uliyoitoa, lakini binadamu kama hutaweza kumshukuru mwanadamu mwenzio, basi uweze hata kumshukuru Mungu. Naomba ndugu Habib Nasser yupo hapo, unaweza kusimama. Huyu bwana maarufu tunamuita kushika dao. Yeye pamoja na mjumbe wetu wa bodi Peter ndugu Muhammad wamechangia kwa kiasi kikubwa sana kufanya marekebisho makubwa ambayo mmeyaona binafsi kutoka katika mifuko yao. Tunakushukuru na unaweza kukaa. Tunatengeneza pitch zaidi ya 6 pale kwa ajili ya timu zetu za vijana, wasichana, wanawake pamoja na timu ya senior ili kufanya vizuri. Lakini ndugu Octavian Mshukuru, tunakushukuru sana kwa mchango wako mkubwa. Yeye ni mjumbe wetu wa bodi aliyopita, lakini amechangia katika kukuza vipaji. Anashirikiana sana na wenzetu wa kamati ya youth. Umemuona Dr. Chidiwa hapa. Tunakushukuru sana bwana. Taarifa ya CEO imesema kwamba tumeweza kupandisha wachezaji 3, lakini tumeweza kupata wachezaji 4 ambao wameenda kupata timu nje ya nchi. Kwa hiyo hilo ni jambo kubwa sana. Mheshimiwa Naibu Waziri, kwa kumalizia, maelezo uliyotoa, sisi ndani ya uongozi hatujawahi na hatutawahi kuwa na dhamira ya kumdhuru yoyote, lakini tunazingatia utaratibu uliowekwa kwa mujibu wa sheria. Wapo wanachama wa Simba Sports Club, ndugu Shawedi Omar, ndugu Hamisi Tika, Ras Simba, ndugu Boss Matola na ndugu Violet Mbele. Hawa waliandika barua kwa kuzingatia katiba ya Simba, wakipendekeza baadhi ya vipengele ndani ya katiba yetu vifanyiwe marekebisho. Tumeianisha na barua ya Baraza la Michezo, na hii naomba lieleweke vizuri. Baada ya kupokea barua hii pamoja na mapendekezo tuliyopewa na mwanasheria mkuu wa serikali, tuliunda kamati ya wajumbe 5 kutoka pande mbili, kwa maana ya upande wa wanachama na upande wa mwekezaji. Kamati hiyo ilikuwa chini ya ndugu Delphinus, sina hakika kama yuko, aliniomba dharura, lakini yuko wakili Ngasa, naomba usimame. Yupo ndugu Hussein Kita na ana udhuru, ndugu Zulfika Chando. Hawa ndio ambao waliandika barua, na majibu ya barua hiyo ndio ambayo yamekuwa yakisambaa katika vyombo vya habari na maeneo mengine. Hakuna nia wala dhamira dhidi ya yeyote. Mabadiliko haya tunayafanya ili yaweze kuendana na matakwa ya kisheria kama Mheshimiwa Waziri ulivyosema. Kwa hiyo tutakwenda kwenye hiyo mjadala, na mapendekezo hayo inawezekana ukapenda
kifungu fulani cha sheria kiandikwe kulingana na wewe unavyotamani, lakini tafsiri ya sheria haitafsiriwi kwa vile unavyojisikia. Ni lazima kuna utaalamu maalum wa uandishi wa vifungu vya sheria. Nimemsikia mtaalamu mmoja hapa, mwadhiri wa chuo kikuu kwenye idara ya sheria. Hayo ndio mambo yanavyokuwa. Sheria haiandikwi kama tunavyoandikiana barua nyingine. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, pamoja na neno la shukrani kwako binafsi na kwa wizara, lakini nipende kusema kwamba tunakushukuru, tunazingatia, na haya ambayo tunayasema hapa tutayafanyia kazi kuhakikisha kwamba tunakidhi. La mwisho, sio kwa umuhimu, sio umesema kwamba tutaanza kutoa kadi mpya za wanachama. Mimi nasema mifumo ikamilike, na targeti yetu kuanzia tarehe 5 mwezi Januari ni lazima kadi za wanachama zianze kutoka. Aidha iwe mfumo umekamilika au mfumo haujakamilika, lakini sisi tutaanza kutoa kadi tarehe 5 Januari. Ila ndugu wanachama wenzangu, kadi zetu sisi hatutotoa kwenye mfumo wa promotion, kuwaita watu wajazane wachukue kadi kama tunagawa. Hapana, kadi zitapitia kwenye matawi, watapitishwa na watu watapewa kadi zao ili tuweze kulinda hadhi ya klabu yetu. Nawashukuru sana, na kushukuru Mheshimiwa Waziri. Kama itakuwa unajisikia kuondoka, tunakuruhusu, lakini kama utapenda kuendelea kuwepo kwenye mkutano huu, tunakukaribisha na tukutakie heri sana katika ujenzi wa taifa letu. Asante sana.